Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Anaitwa Wasu. Ameokoka. Yesu ni Bwana. Yesu amemtenda mazuri. Bwana Yesu amemfurahisha kwa sababu amempa amani na tumaini. Hayuko hapa bure tu. Yuko hapa kwa sababu ya Mungu. Nashukuru mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kunichagua ili niweze kuleta neno la Mungu, ili tule pamoja nanyi, ili Mungu wetu atubariki. Amen. Siku ya leo nataka tusome neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu liko na nguvu. Amen. Amen. Ayufu inyanya kamuhari ka mugwanja wathani arogosho. Amen. Nikigo kina hinya na nikigo kina thayo. Tugothoma na Gikuyu. Ayufu inyanya kamuhari ka mugwanja kakauga ona gutwika kiambiriria giaku no kioneke kiri kinini thutha-ini ni ukagacira muno. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama mwanzo wako unaweza onekana kuwa mdogo, hata kama mwanzo wako hauna nguvu, Jehova ndiye amesema ya kwamba mwisho wako utakuwa mkuu, kwa sababu ni kuendelea, utaendelea kuwe mwisho mwema na wa amani, kuwe mwisho mwema wa kupigiwa shangwe. Mwanzo ndugu zangu uko na shida, mwanzo unakuanga na uzito, mwanzo uko na vita, mwanzo uko na kudharauliwa, lakini ni hivi, Jehova anasema hivi ya kwamba mwisho wako mpendo utakuwa na kuendelea, kwa sababu utakuwa na amani. Mwisho wako utashangiliwa kwa sababu ya kuvumilia mwanzo. Mwanzo uko na maneno mengi. Ukiangalia mambo ya mwanzo wako, mwanzo wako ulikuwa na shida, mwanzo wako ulikuwa unadharauliwa. Hawa watu watatokea wapi? Hawa watu hawana mbele wala nyuma. Hawa watu watatokea wapi? Hii familia itatokea wapi? Hii ilianza na shinda, hii itamalizia wapi? Lakini jambo ni hili, Jehova ndiye alisema, akasema mwisho wako ni kuendelea, utaendelea na unawiri sana. Mwanzo wa familia unakuanga na shida mingi sana, mambo ya kujenga boma na boma yako isimame, inakuanga na vita mingi, kwa sababu kuna jiandaa kwa sababu ya kupata mtoto. Wakati ule unakuwa mzito sana, watu wakikuona wanauliza, huyu mtu atafunga mtoto na nini? Huyu mtoto atakula nini? Kama shida yao iko hivi, kama nyumba yao haina nguvu, hawa watu watafunga mtoto na nini? Lakini kuna Mungu mbinguni, na ujue kuna Mungu mbinguni. Mungu anafanya mambo makuu. Bwana anatufanya mtoto azaliwe. Bwana anafanya mtoto awe na nguvu, kwa sababu kuna Mungu anayetawala, kwa sababu kuna Mungu aliye na nguvu. Yake madharau yanaondoa. Mungu wetu anastahili. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana lisifiwe. Mwanzo wetu hatuko hapo, mwanzo wetu hatuishi hapo, kwa sababu Mungu wetu alikuja akatuotoa kwa ule mwanzo, akatuletea kwa amani. Siku ya leo ndipo mnaona Mungu wetu amefanya mambo makuu. Kama mwanzo wetu ulikuwa na shida, watu hawatukupatia kinyoro,
hawa majina aliyotupea hawatatupea leo, kwa sababu Jehova Jireh amekubali kusimama nasi. Ni sisi hawa siku ya leo, sisi hawa Mungu anafanya kazi nasi. Tuko na jambo la kusema, ni asante. Asante Mungu kwa sababu ya mwanzo wetu, tunashukuru. Nataka kukwambia mwanzo uko na shida. Wakati nilikuwa naanza mwanzo wangu, ninakupatia ushuhuda wangu. Wale watu siku hizi wanatoa ushuhuda, hawaanzi na mahali walianzia, hawasemi mahali walikuwa nalala, hawapeani mambo ya kula vizuri. Lakini mwanzo haujawahi kuwa mzuri, mwanzo hawajawahi kunywa vizuri, mwanzo hatujawahi lala vizuri, mwanzo tulikuwa tunafaa sadaka na Mungu anakuwa mwaminifu. Tulikuwa tunaenda kwa majani chai, wakati wa baridi unashida utapatia watoto nini. Lakini namshukuru Mungu wangu kwa sababu ndio mwanzo wangu. Mungu alikubali kuangalia, Mungu alikuja akaangalia, akaufanya mwisho mzuri. Ninamshukuru Mungu, ninamshukuru Mungu. Watu hawana nguo za kubadilisha, siku hizi wakapata. Tunaangalia siku ya leo utavaa gani, siku ya leo nitavaa gani, sitaki hatu nitavaa gani, nitaangalia wapi. Lakini kwa sababu Mungu alikuja, ndiposa tunakaa kama watoto wa wafalme. Sisi hatungeonekana, wetu hawatu hawangeingia. Hata nikienda hapo watanipatia nini? Nikienda huko hata chai haiwezi patikana, nikienda huko mahali pa kulala haiwezi patikana. Lakini ninamshukuru Mungu, sisi ni wale tu hatungepatiana kitu. Lakini siku ya leo kwa sababu Mungu ni mwema, akafanya boma zisizo na amani ikawa na utukufu. Katika jina la Yesu, niko na jambo la kuinua Mungu, niko na jambo la kusema asante, niko na jambo la kumuinua Mungu kwa sababu alitenda. Ninanyamaza na jiuliza, hapa ulioleka utatokea wapi? Unapewa shinda za ile boma, unapewa madharau ya ile boma. Lakini kwa sababu tulisimama na zile boma, Jehova Mungu akatenda mema, Mungu akafanya vyema. Siku ya leo tuposa tumesimama nao, na leo wako na utukufu. Niko na sababu ya kuambia Mungu, kwa sababu utukufu unaonekana mahali pale, nikusipitia kwa nguvu zetu, kwa sababu ya wema wa Mungu. Jina la Yesu litukuzwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mwanzo wa hili kanisa. Kanisa ilianzishwa na watu watatu. Hakuna mtu angekubali kupishana nayo, hakuna mtu angekubali kusimama. Lakini siku ya leo, nikuambia siku ya leo, kuna watu wanatamani kuitanishwa na hapa. Na nashukuru Mungu, wakati ule singependeka, wakati ule singependeka, kwa sababu sadaka ilikuwa shida. Tulikuwa tunatoa shilingi 5. Wakati ule hungependwa hata na watumishi wa Mungu. Hata watumishi wa Mungu walikuwa wanashindwa hawa tutakaaje. Lakini siku ya leo, waje waone tunatoa elfu na maelfu, kwa sababu Mungu aliye ndani yetu alisema hata sikiliza mwanzo tena, anataka kuona mwisho. Na mwisho wetu ni wa amani. Mwisho wetu nataka kuambia, mwisho wetu una nguvu nyingi. Na usijali wapendwa, nataka kuongelesha siku ya leo. Haijalishi watu wanasema nini juu yako, lakini siku ya leo Mungu anataka kusema mwisho wako, kwa sababu mwisho wako una amani. Wewe umesema mambo ya mwanzo, yule ni Ayubu. Ayubu akawa na mashida mingi, akapitishiwa ujumbe, kaambiwa watoto wake wamefariki, kaambiwa ng'ombe zake zimeenda,
hakuna mtu alimpelekea ujumbe mzuri. Hivyo ndivyo kuko siku ya leo. Hivyo ndivyo kuko siku ya leo. Ngoja wakupatia ujumbe mzuri, wakwambia kwamba umeenda. Usigoje wakwambia umepata nguvu za Mungu. Hakuna siku atakwambia hivyo. Lakini jambo nataka kukwambia ni hili: simama kama mtoto wa Mungu. Simama kama mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa amekuja kwako. Kwa sababu ripoti itafika. Ujumbe sasa utafika. Unakuja tayari. Na inasema hivi ya kwamba wewe ni zaidi ya baraka. Bwana Yesu abarikiwe. Ninashukuru Mungu wangu kwa sababu ya siku ya leo. Siku ya leo ni siku nzuri. Siku ya leo ni siku ya utukufu, kwa sababu Yehova Mungu anatawala. Anatawala kwa roho zetu, akinena ili tuwe na nguvu, anatunenea ili tujue Mungu wetu amekuja. Wakati tulikuwa tunalala njaa, kuna wakati tulikuwa tunaulizwa tutaenda wapi. Hii si wakati tulikuwa tunaambiwa tunapewa nyumba. Huu si wakati walikuwa wanatuletea vidole. Huu ni wakati wa kuinua mikono na kusema Jehova Mungu ametenda. Niseme ya kwamba jina la Mungu ni kuu. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Mungu wetu alitupenda ni mzuri. Huyu Mungu alitupa utukufu ni mzuri. Kama ni mtu alikuwa anaulizwa, hata watoto wetu wangesoma. Kama ni mtu alikuwa anaulizwa, mahali tumefika, hatungefika. Mahali tumefika, tunakuwa Mungu, tunamjengea Mungu madhabahu, hatungejenga. Bwana wabariki. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ya kazi inafanyika katika kanisa hili. Bwana wabariki. Mashaka ya Ithatu 21. Mashaka ya Ithatu 21. Ona utari uguo nindiririkanaga undu uyu na tondu woguo ngagia na kirigiriro. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Yakwa no ero igatiriri ni undu wa mitugire ya Jehova nikio tutaminitwo biu nigutuika tha ciake itire hindi ithiraga. Mwathani arogocwo. Amen. Tutiagitugirwo ni Ngai. Tumenemeshwa na Mungu. Tugirwo ni Jehova. Tumenemeshwa na Jehova. Mitugire yake ni ya tene na tene. Neema zake ni za milele na milele. Mitugire yake ni ya magegania. Neema zake ni za ajabu. Mitugire yake ni ya riri. Neema zake ni za utukufu. Tugirwo muthenya wa umuthi. Tumepewa siku ya leo. Hata waliotuona wanasema hawa watu wamebarikiwa. Hawa watu wameneemeshwa. Wameneemeshwa na rehema za Mungu. Ndiposa hatuishi. Neema za Mungu ndizo zimefanya tuwe uhai siku ya leo. Si kusema tuwezi kufa. Si kusema tuwezi isha. Hakuna jambo nzuri tumefanya. Lakini kwa sababu ya rehema za Mungu ametupa neema zake. Ndiposa siku ya leo tuko hapa. Ndiposa tumesimama. Ndiposa tunasema ya kwamba Mungu ni Ebeneza. Mwimbaji alinifurahisha alipoimba akasema, watumishi wa Mungu wa kale walikufa wakiwa na imani kwa Mungu. Vile vile siku ya leo tumemwamini Mungu na walikuwa wamemwamini. Walikufa kabla wapewe. Bwana atukuzwe.
Neno la Mungu linasema walikuwa wanaona wakija, hata wanafurahia, wanaona zikiwa upande ule, wakaona ni zao, wanazifurahia na wanaziibia. Lakini jambo ni hili, hata wakiwa wameamini hivyo, walikufa kabla wapokee, walikufa kabla wapate baraka zao. Siku ya leo sisi hatuna wasituko wala wasahidi, sisi hatuko wale watumishi, sisi ni watumishi wa Mungu. Tunaamini hatutakufa kabla tupate ahadi zetu. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Sisi hatutakufa, sisi hatutakufa. Andika na neno kubwa, sisi hatutakufa, sababu lazima tutimiziwe, tutatimiziwa ahadi. Wale walikuwa naona, walikuwa naona zikija, wanazifurahia, lakini hawakuguza na mikono yao. Siku ya leo nataka kuambia wapendwa, jambo la maana ni kujitakaza na kukaa mbele ya Mungu. Kitu ya maana ni kutunza sheria za Mungu, kwa sababu sisi hatutakufa, lazima Mungu atimize ahadi zake. Fikiria umechukua loan, umechukua pesa mingi ili mtoto wako asome, mtoto wako anasoma, mtoto wako anamaliza, siku ya kuhitimu inafika, nakosa kwenda ile sherehe, unasikia kwamba kaburi imefunguka, nakosa kusherehekea mtoto wako. Ule ushindi unasherehekewa na watu wengine, ule ushindi unafurahishwa na mtu mwingine. Siku ya leo nataka kuambia kanisa la Mungu, sisi hatutakufa kabla tutimizwe ahadi. Zile ahadi lazima tuzifurahie. Hazitafurahiwa na wale wanatuzingira, sio kusikia tutasikia. Hata kama waliandika kwa hewa wakasema tutafurahia, siku ya leo kanisa la Mungu tunavuta, na tunavuta yale maneno walisema, tunavuta siku ya leo tuseme sisi tutafurahia. Sisi sio kuambiwa tutaabiwa, sisi hatutalala kwa kaburi kama hatutaona mapenzi ya Mungu. Mungu ametuweka uhai. Kanisa la Mungu nataka kuambia, kae kama mmejisikia yale mambo yote umeombea, yale mambo yote umetamani, Mungu anakuja kutimiza. Haijalishi wanasema nini, ile vita umepitia, ile kudharauliwa umedharauliwa, siku ya leo nataka kunenea kanisa langu, na nenea kanisa la Getimaine Family, ya kwamba muamini ahadi za Mungu wetu zitatimia, na tutaenda muda mrefu. Kama unaamini Dennis, maombi ambayo umeomba, ile maono umeona, hautalala kwa kaburi kama hujafurahia, kwa sababu ni Mungu amesema. Haijalishi wanakuona aje, wanakuona ukitoka hapo kienda nyumbani, wanauliza kwani uko mjinga? Lakini ni hivi, Dennis utagraduate, wewe mshirika utahitimu. Watu wanaona ukikuja siku ya Jumapili, wanauliza huyu kwani anakuwa mpumbavu, wanauliza huyu kwani hana kazi nyingine, wakauliza kwani huna ng'ombe. Lakini nataka uambie, kuna kuja siku inafika, siku ya ushindi, siku ya ushindi. Masamu neno limeandikwa yangu ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi sio wa kufurahia nikiwa ninaona kwa ng'ambo nikose kushika,
mimi nitazishika na nizifurahie. Hali tuishi ndani ya Yesu, mtumishi wa Mungu. Mungu ametutoa mbali. Mungu anatuwaza mawazo ya amani. Siku ya jana tulifurahi, tulichekelewa. Siku ya jana tukadharauliwa. Siku ya jana watu wakaulizana hili kanisa litatokea wapi? Lakini ni hivi, Mungu ni mwaminifu, kwa sababu amesema ya kwamba tutatokea, ya kwamba tutatokea na tutatokea, kwa sababu Mungu ni mkuu. Mitugire yake irokaga iri o meru o rucini. Kwihokeka gwake ri ni kunene muno. Mwathani arogocwo. Bwana tukuzwe. Tiga ni utugi wa Ngai. Kama sio Mungu, tiga ni utugi wa Ngai, kama sio neema za Mungu, tutikire ugo tuli, hatungekuwa jinsi tulivyo. Si kusema hatuwezi gojeka, sio kusema hatungekuwa na shida, lakini ni hivi, neema ambayo Bwana ametuneemesha nayo ni neema ya ajabu, ni neema iliyo na huruma mingi, kwa sababu ni neema ya ajabu, na tutafika. Mungu wetu atatuneemesha. Watu waulizane, hawa walitokea wapi? Katika jina la Yesu ninamshukuru Mungu wangu. Wakati kulikuwa wakati mgumu, kulikuwa kugumu wapendo. Mtoto wangu ambaye anaishi pale Lebanon, kukawa na vita kubwa, kukawa na vita kubwa wapendwa. Wakati ule kulikuwa na vita, kukawa na wakati mgumu, lakini natembelewa na Roho wa Mungu. Nikasumbuka sana, nikashindwa kutakaaje, kwa sababu wakati ule ndio nimewaambia vitu zilikuwa zinakuja. Mtoto wako unajua vile anakaa, unajua vile jana watu walikufa. Mtoto wako yuko kwa ile ndege kweli. Bwana tukuzwe. Nilikuwa naumwa na meno yote, nilikuwa naumwa na meno yote, kwa sababu ni hivi. Siku moja nikiwa nimelala, nilikuwa nimemwambia Mungu, sikuwa nakula ama kunywa. Nikamwambia Mungu nikilala, nikamwambia Mungu, nimeishi na wewe, mimi kama na mtoto wangu, na mahali nimefika, nimesema sijaiona umeniashiria. Saa 7 hivi ya usiku, kama saa 7 ya usiku hivi, Mungu wangu akanitembelea. Nikaona nikiwa nimelala, nilikuwa nimelala, mtoto wangu akasimama pale, na Mungu akakaa hapo. Yesu akatushika sisi wawili ili nitiwe nguvu, ili nitiwe nguvu, na ili mioyo ambayo imekufa iwe na jambo la kuambiwa. Nikaona Mungu anadamana nasi, akapelekana nasi na tukakimbia, akatukimbiza, tukaruka, tukapanda. Akamwambia mtoto wangu, nimekupanda huku, ukae hapa. Nikasikia ameambiwa ukae hapa. Bwana tukuzwe. Ule usiku nikasumbuka sana. Nikauliza Mungu, wewe ni Mungu wa aina gani? Niaje hivyo umefanya? Hatujarudi na wewe, sijui umeenda wapi. Mimi siyuko Lebanon, niko hapa. Na mtoto wangu ndiye ako pale. Mano yakaacha kuniuma, meno yakaacha kuniuma. Bwana akamwambia, nimeishi nikiwa mwaminifu, nimeishi kusimama na wewe, utasumbuka kuanzia sasa. Ikafika saa 2 asubuhi, nikasikia simu imepigwa. Mtoto wangu akanipigia simu, akaniambia ile kusumbuka kwako, ile kusumbuka kwako
haitasaidia. Simama na Yesu. Simama nani? Simama na useme mshindi uko mkononi wako Bwana. Bwana atukuzwe. Nikamwambia ya kwamba ndege inatumwa. Ananiambia sitakuja na hiyo ndege. Wewe utanigoja hapo. Usinigoje. Mimi hatujuani. Hata sio yeye alinipeleka. Mahali tulienda na yeye. Miaka hii imeisha. Nimekuja. Miaka mingi kama haijaisha. Mimi sikuja. Mahali nilienda na yeye. Kwa sababu ndiye alinipeleka. Huyo ndiye atanileta. Huyo ndiye atanileta. Maneno ya Mudavadi nikaishia hapo. Maneno ya Mudavadi nikaishia hapo. Lakini akaniambia niko kwa milima ya Lebanon. Niko kwa milima ya Lebanon. Ndoto langu likaja. Nikaona ni vile tutulienda. Akaniambia nimepandwa hapa. Ya kwamba nimeambiwa sirudi Kenya. Hata kama ni kubaya tutaenda naye Amerika. Mungu akafanya jambo nzuri. Vita ikaisha. Wakati ule ukawa mzuri. Kukawa na amani. Kwa sababu Mungu anapeana amani. Kwa sababu Mungu anapeana tumaini. Wakati unakubali kujua mwenye alikuokoa. Wakati unakubali kujua naye atamana na wewe. Wakati huo mambo mazuri yanatendeka. Wakati ule njia inafunguka. Wakati najua Mungu aliyekuita. Ni vizuri kuambia mwingine usiniuzie uoga. Usiniuzie uoga. Ninajua mahali nimetoka. Ninajua aliyeniita. Yeye anaitwa Yehova. Yeye anaitwa Yehova. Mkuu wa wakuu. Bwana ni agosho. Kuhusu wakati wa kupotana nguvu. Tumeuziwa uoga. Tumeuziwa uoga na shetani. Tunaambiwa tutaishi. Unaambiwa unasikia. Ugonjwa wangu unasikia kama utawaua. Ninasikia kama utanitoa uhai. Lakini nakuja kukuambia hatutauziwa uoga tena. Wewe umeuziwa uoga. Kutoka sasa kuendelea hatutauziwa uoga. Katika jina la Yesu. Mtafikiana. Walituona tukiwa tumechakaa. Mungu wetu amekuja na mafuta. Wewe mwite Yesu. Utapakwa mafuta. Wewe utaamini Yesu. Ataenda tena. Utakuwa na tumaini. Wewe hauko na tumaini. Mahali ya kukuwa na njia, kutakuwa na njia. Hatutalia tena. Ulilia mwaka ulioisha, lakini sasa hutalia tena. Mwaka uko karibu kuisha. Mwaka uko karibu kuisha. Sijui unaambia Mungu nini. Sijui unaambia Mungu nini. Sijui umeiba shida mpaka wapi. Lakini ni hivi. Jehova aliyekuita akakushika na mkono wake. Acha kukwambia atakushika na hutaisha. Wewe hautakufa. Utaishi. Usijali. Kwa vile walisema ya kwamba hutaishi na tumaini. Usijali. Wasihesabie. Waambie mimi niliokoka siku ya kwanza na nikashinda. Kama wiki inaisha, kama mwezi unaisha, kama mwaka unaisha, sasa ni milele na milele. Nitaishi kwa Yesu siku zote za maisha yangu, ili nijionee utukufu wake. Sisi tutachukua darama kama Miri alivyochukua. Tumpigie Yesu kwa sababu atatutenda mambo makuu. Mahali hakukuwa na nyumba ya mawe, sasa kutakuwa na nyumba ya mawe. Nilipewa imani na Ben akaniambia ya kwamba ameandika maono ya kwamba lazima ataweka gari yake hapa. Siku itakuja tutaiguza. Nami kuna vile nilimwambia Mungu, ukiguza gari kuna vile ninaguza mimi. Katika jina la Yesu.
Usisikie tu maneno, usisikie tu maneno useme ni ya mtu mwingine. Wewe pia ujiambie, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Ujiambie pia, Gashemi pia ujitabirie. Hatutaisha meno, hatutaisha meno. Nyama zikiliwa, sisi tukose kula, sisi tutakula, kwa sababu Mungu tunayeamini ni Mungu mkubwa wa kubwa. Zina mashamba mzuri, zinapandwa mboga, asubuhi zinakatwa. Katika kanisa hili ni zetu. Jambo la maana ni kujichikia, jambo la maana ni kuamini, jambo la maana ni kungoja. Tutaacha kusema Yesu ni Bwana, hatutaacha kusema ni vitu zetu. Bwana wabariki, Bwana wamatende mema, Bwana waishi utuishi kwa Mungu, kwa sababu ni mkuu. Acha tushukuru na kuheshimu Mungu na kuinua. Nasema kuna Mungu kama wewe, na jina lako ni kuu, wewe mkuu wa wakuu, kwa sababu jina lako liko na nguvu. Jina lako linaleta kisima, jina lako linaleta imani. Hawa washirika hawa Bwana wameandikiwa kwa muda mrefu Bwana ya kwamba hawataendelea, wakaambiwa hawataenda hatua. Wamesimama katika madhabahu yako, wakaomba mafuta yako Mungu, na watabiria na kusema hawa hawataisha tena, hawa hawatadhaliwa tena, hawa wamebarikiwa, kwa sababu Jehova Mungu, wewe ndiye jina lako. Ulisema njia unaopitia ni nyingi, ulisema njia zako ni nyingi, njia zako kwa watumishi wako ni nyingi. Bwana, tunakutukuza Mungu, hawa tunakutukuza Jehova. Tumedharauliwa kwa muda mrefu, lakini siku ya leo Jehova, kwa sababu jina lako ni kuu, tunanena ya kwamba tutainea. Hawa watatoa mali zao, hawa watakuinua Mungu, kwao watu watakunywa maji, watashinda tena, wataitwa wabarikiwa, kwa sababu unaitwa Mungu. Ukifanya hivyo Mungu, sifa na utukufu ni zako. Nikurudie Mungu, asante kwa sababu ya kutuambia ya kwamba mwanzo wetu ulikuwa mdogo, lakini siku leo tumebarikiwa. Siku leo tunakushukuru. Ulisema tumetupwa na watu na watu wote, wewe mwenye milele na milele. Tunakushukuru Bwana, sifa na utukufu ni zako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Karibu Elda.